Umuhimu wa mambo madogo madogo katika kufanikiwa na kupiga hatua kutoka sehemu moja ya malengo yako kwenda sehemu nyingine inategemeana na namna ambavyo umeweka umuhimu au umezingatia kwamba linaweza likakusaidia. Jambo dogo ambalo utalifanya kila wakati ni tofauti na ambavyo utafanya jambo kubwa kwa mara moja kwa kipindi fulani cha muda mrefu. Kwa hiyo katika mafanikio na katika namna ambavyo unaweza kusogea na kupiga hatua, zingatia yale mambo ambayo ni madogo madogo ambayo wakati fulani yanaonekana kwamba hayana umuhimu. Wakati fulani yameonekana kwamba hayana mchango wote wa kukusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Kweli utabaki hapa kwamba mambo ambayo umekuwa ukiyafanya hata yakiwa negative, yakikupa matokeo ambayo ni tofauti, yakikupa matokeo ambayo ni chanya, yote yanaanza kwa hatua ndogo ndogo. Ukiangalia jambo fulani ambalo ulikwama, ambalo leo linakutesa, au tabia fulani ambayo inakutesa, ilianza taratibu, lakini kwa uhakika ilifanyika kila wakati imefikia hatua ambayo imekuwa ni tabia kubwa ambayo huwezi kupambana nayo yenyewe, utapambana na jambo au wazo lilipotokea. Na hivyo kwa yale mambo ambayo umefanikiwa, ni hatua ndogo ndogo ambazo umezifanya katika mambo fulani zinazokusogeza au kukupa hatua fulani ya wewe kuweza kufikia malengo yako. Kweli wale waliofanikiwa ni watu ambao si wamefanya mambo makubwa sana, lakini wamefanya mambo madogo madogo kwa ukubwa. Kwa hiyo namna ambavyo utafanya mambo yako ndivyo ambavyo itakusogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asilimia kubwa ya watu ambao hawajafanikiwa amelitazama jambo kwa ukubwa wake, hivyo akakata tamaa kwamba hili jambo siwezi kulifikia. Lakini anayefanikiwa anachukua jambo dogo, analisogeza taratibu, mwisho wa siku anaweza kufanikiwa katika jambo lake. Ndiyo maana ya kuwa na mwendelezo mzuri katika mambo fulani ambayo unayofanya. Hata unapotakiwa uko katika msitu, mfano huu, unapokuwa katika msitu, unapotafuta njia wakati fulani mara ya kwanza inakuwa ni ngumu kuona njia, lakini utakapopiga hatua kwenda na kurudi mara kadhaa, njia itaweza kuonekana, kwa sababu pale barabara ambapo haikuonekana, lakini kwa hatua za kila siku ambazo umezifanya kwa mwendelezo itakusaidia wewe kuweza kupiga hatua. Leo natamani nikukumbushe mambo kadhaa ambayo wakati fulani biashara yako, wakati fulani kazi yako haijaenda, wakati fulani mpango wako fulani haujakamilika, kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo ambavyo hauvizingatii. Lakini leo amka na uanze kuvizingatia, itakusaidia wewe kuweza kusogea zaidi na utakuwa na mafanikio na utapiga hatua kwa haraka, kwa sababu wakati wote sio kuwa busy kunako kusaidia ufanikiwe, ila kuwa productive. Na kuwa productive ni kupangilia vitu vyako katika namna ambavyo inatakiwa, kuwa aligned, kufanya alignment ya maisha, kwamba unatakiwa kufanya kipi na umefanya kipi kwa muda upi. Sio kufanya vitu vingi, unaweza ukawa busy ukachoka lakini usiwe productive. Jambo la kwanza ni mambo yanayohusika katika biashara. Biashara ambazo pia zinaweza zikakupa mileage au zikakusogeza hatua moja kwenda nyingine ni biashara zile ndogo ndogo ambazo umezidharau. Wakati fulani hata wakati zinapokadiriwa kodi hazizingatiwi. Wakati fulani hata ambao unafikiri kwamba ndio inakupatia matokeo, angalia katika biashara yako. Kwa mfano, mtu anayeuza duka la vitu vya nyumbani, kuna vitu ambavyo vinafanyika kila siku, vitu vya chakula, unga, sukari, mafuta ambayo ni matumizi ya kila siku. Hapo ndipo uwekeze mtaji wako, kwa sababu ndio namna ambavyo unaweza ukasogea. Ni kitu kidogo kidogo ambacho wakati fulani mtu anaweza kaja kutoka akachukua labda cha shilingi 500 au 1000, lakini kitafanyika kila siku hivyo kukupatia mzunguko fulani ambao utakuwa ni mkubwa. Hiyo itakupatia faida kubwa. Wakati fulani ukidharau hiyo ukaleta bidhaa kubwa ukiamini kwamba watu wanaweza kufanya hiyo au wakachukua, itakuwa ni ngumu, kutokana na jamii zetu kwa asilimia kubwa wamependa hivyo vitu na wamekuwa wakifanya kidogo kidogo kwa sababu ya nature ya maisha jinsi ambavyo inakwenda. Kwa hata wewe unapozingatia biashara yako, zingatia katika namna hiyo kwamba ni vitu gani ambavyo ni vidogo vidogo, vina thamani ndogo ndogo ambazo umekuwa ukizifanya. Lakini hata biashara, wakati fulani mtu fulani ameshindwa kuanza akiamini ya kwamba hana pa kuanzia, hana mtaji wa kuanzia, lakini ana nguvu kazi, ana nguvu ambazo angeweza kufanya kibarua, akalipwa shilingi 10,000, akala shilingi 4,000, alafu shilingi 6,000 akaitunza. Ikifanyika mara 20 kwa mwezi, sio sawa sawa na kukaa bure, lakini mwanzoni aliamini kwamba hana chochote. Kwa ile imani au fikra kwamba hauna chochote, unakuwa unajikosea mwenyewe, ambapo unashindwa kusogea kupiga hatua kwenda mbele, inakurudisha nyuma, na utajikuta kwamba jambo lile umekaa miaka nenda rudi haufanikiwi, kwa sababu umedharau kitu ambacho ungeweza kufanya. Jambo lingine ambalo unaweza kulifanya ni namna ambavyo umekuwa ukihudumu kwenye shughuli ambayo unaifanya. Wakati fulani salamu ni kitu kadogo, lakini anaweza kakakuletea changamoto kubwa ya wewe kufanikiwa au kutokufanikiwa. Wakati fulani kuna mtu ambaye hujamuona kwamba ni wa muhimu pale kazini kwako, kuna mtu ambaye labda amekuwa akilinda, anaitwa mlinzi au askari. Wakati fulani umeona umuhimu wake ni mdogo, hivyo wakati fulani hata kumzingatia, kumsalimia ni ngumu. Inakupelekea wewe wakati fulani kuona kwamba hana umuhimu wote, lakini yule mtu ndiye anayehakikisha kwamba muendelee kuwepo pale kwa sababu ana mchango. Wakati fulani kuna wale janitors wanaofanya usafi,
dharau imekuwa kubwa. Wakati fulani hauwazingatii hata kwenye vikao baadhi, au kwenye kwenda kufurahia labda timu inapotoka kwenda kufurahia sehemu, hauwachukui kwa sababu unaona kwamba hawana mchango wowote, lakini wale ndio wanaofanya ofisi yako ikawa safi, wanaofanya mazingira yakawa safi. Wakati fulani pia hata magonjwa mengine yameepukwa kwa sababu ya namna ambavyo wanachukulia ule usafi, na wao wamechukulia kwamba ni kazi ya msingi inawasaidia, lakini wewe umedharau kufanya hicho kitu. Wakati fulani utashindwa kufikia malengo yako, utashindwa kufikia maisha kwa sababu kile kitu ni cha msingi, lakini umeweza kukidharau. Namna ambavyo unahudumia wateja wako, jinsi gani ambavyo unawatekea wateja wako. Kuna wakati fulani umejibu tu kwa dharau kwa sababu ukiamini kwamba hata asipochukua atakuja mwingine atachukua, lakini kumbuka ya kwamba unapomdharau mtu mmoja akaondoka, anaenda kuambia watu wengine hata zaidi ya 20 kwamba sehemu ile sio sehemu sahihi, na pale usiweze kwenda kupata bidhaa. Kwa utakuwa umepoteza jambo fulani, idadi kubwa ya watu kwa muda mrefu, ambapo ulidharau tu mtu mmoja. Hivyo unapomhudumia mtu mmoja kwa uzuri, anaenda kuambia jamii inayomzunguka kwamba ukitaka sehemu fulani, nenda sehemu hii uweze kuhudumiwa, itakusaidia kujenga mahusiano. Kwa ni kitu kidogo tu cha namna ambavyo unaweza ukamsalimia, namna ambavyo unaweza ukamjali. Inawezekana alichokuja kukiuliza haujakipata, lakini kakuletea namna ambavyo unaweza kukileta kwa wakati mwingine, lakini imekupa jinsi ulivyomhudumia, inamsaidia yeye kwenda kwamba hapa kweli hakuwa nacho, lakini namna ambavyo umeweza kumhudumia inamsaidia kwa uzuri zaidi, na hiyo inakusogeza wewe kuweza kufanikiwa. Wakati fulani umetendewa jambo, hata kama ilikuwa ni haki yako kutendewa hilo jambo, lakini kusema tu asante inakusaidia wewe uweze kubaki katika mahusiano mazuri na uweze kuwa na hatua nyingine. Hata wakati mwingine mtu akuchague wewe kufanya biashara na wewe ili uweze kufanikiwa, lakini ni jambo fulani tu la kusema asante, ambalo wakati fulani unasema kwamba hii ni haki yangu, ni kweli nimetoa pesa yangu, lakini asante inaweza kukusaidia wewe kuweza kuboresha mahusiano. Kwa usiangalie tu leo kwamba maisha ya leo yameisha. Hatua ndogo ndogo za kila siku ambazo unazifanya ukiwa unazikosea ndio zinaenda kutengeneza mlima wa tatizo kubwa, ambalo wakati fulani mahusiano yako wewe na wateja, wewe na watu ambao wana supply bidhaa katika shughuli ambayo unaifanya, wafanya biashara wenzako, hamjaenda vizuri, kuna sehemu mlifika hamjaelewana, si kwa sababu eti kwamba hauna fursa au hauna uwezo, ni kwa sababu kuna vitu vidogo vidogo vimevunja mahusiano. Namna tu ambavyo utamchukulia mtu amekuja, inawezekana akakosea jambo fulani. Inawezekana huko katika hoteli unakula, labda yule ambaye amekusaidia na kuhudumia akumwagia labda chai kidogo, inakuletea changamoto kubwa, unaingia katika emotion, una react, lakini ungeweza kulihudumia tu, kwa sababu hata wewe unaweza ukafanya hilo jambo, unajikuta mahusiano yako wewe na jamii hayako vizuri na kukupelekea wewe mwenyewe usiweze kufikia malengo yako. Hatua hii haitakuletea ubora, kwa sababu mahusiano yako ni kipengele muhimu cha wewe kuweza kufanikiwa, kuweza kupiga hatua kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Huyo unayemdharau leo, wakati mwingine ndio atakayekuletea biashara kesho. Huyo ambaye leo humzingatii, wakati fulani anaweza akawa zaidi ya kwako. Kuna wakati ambapo unaweza ukatamani kwenda kupata bidhaa kutoka kwake. Kwa hiyo jali kila mmoja. Vitu vidogo vidogo katika biashara ni vitu ambavyo vina mchango mkubwa ambao unaweza kukusaidia. Ni jinsi gani ambavyo sasa unaweza ukavichukulia kwa maanani ili viweze kukusaidia. Hakikisha ya kwamba unakuwa na mpango wa muda mrefu. Hili jambo halitokei tu labda siku moja kama tukio au kama event. Ni jambo ambalo unahitaji kujitengenezea tabia, na tabia itakapoendelea kukua itakuletea kitu fulani ambacho ndio hatima ya maisha yako katika biashara au hatima katika jambo fulani, ili uweze kusogea kwa uzuri zaidi kwenye jambo hili. Kwa hiyo weka mipango kwamba yeyote atakayekuja mbele yako, aidha awe na faida au asiwe na faida. Kwa leo unaweza usione na ana faida, lakini mwisho wa siku akawa na faida na akakusaidia wakati mwingine. Leo yule ambaye unamuona kwamba ana faida fulani ndio anakuletea biashara kubwa, anaweza kafilisika, lakini kesho kutwa asikuletee biashara, ukamtegemea huyu ambaye leo ulikuwa umemdharau. Kwa hiyo kila mmoja unapoamua kunyenyekea, nyenyekea kwa watu wote, usibague na kuchagua kwamba yupi ni nyenyekee, yupi nisiweze kunyenyekea. Wote wana thamani sawa katika biashara, katika malengo yako, na kumbuka ya kwamba wewe unapokuwa na mtazamo chanya inakusaidia kuweza kufanikiwa zaidi. Kumbuka kwamba uwezo wako ni wa kipekee, na hivyo unapounda mifumo sahihi katika maisha yako, una uwezo wa kubadilisha fikra hizo na uwezo huo kuwa athari halisi katika maisha yako.